One on One with Charles William. Na kukaribisha kwenye One on One ya Wasafi TV kwenye siku nyingine tena nzuri. Leo tumepata bahati ya kuwa na mwenyekiti wa ngome ya wanawake wa ACT Wazalendo Taifa. Namzungumzia Janet Joel Rite. Na Janet Rite amekuwa diwani katika kata ya Kunduchi hapa jijini Dar es Salaam, lakini akiwa diwani kwa tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini pia amepata kuhudumu kwenye nafasi tofauti tofauti ndani ya chama cha ACT Wazalendo, ikiwemo nafasi ya kuwa naibu katibu wa itikadi na uenezi wa chama hicho katika miaka kadhaa kabla ya kuchaguliwa katika mkutano mkuu wa wanawake wa ACT Wazalendo uliofanyika mwaka jana 2024, akachaguliwa kuwa mwenyekiti mpya wa ngome ya wanawake. Sasa Machi mwaka huu tunapozungumza tayari ana mwaka mmoja kwenye nafasi yake kwenye kiti hicho. Na majukumu mengi sana yameendelea. Hongereni kwanza, nimeona mlifanya shughuli ya wanawake wanawake duniani. Ndiyo. Na ilifana sana, mlipendeza na nguo zenu za zambarau. Asante, the future is purple. Asante, nashukuru sana. Yes. Kwa kuanzia hapo kwenye sikukuu ya wanawake, nyinyi ni nini kikubwa mlichokuwa mnakifanya? Niliona mlikuwa mna series of events. Ndiyo. Sisi tulikuwa na kuelekea ile tarehe 8 siku ya wanawake, tulikuwa na ujumbe maalum wa kutuma kuhusiana na siku hii. Mara nyingi siku hii imekuwa ikisherekewa kwa matamko tu mbalimbali, watu wanazungumza then wanaondoka, lakini mwanamke ana changamoto nyingi. Kwa hiyo sisi siku hii tulisherekea kwanza kwa wanawake waliokuwa na changamoto mbalimbali, changamoto za kisheria. Kwa hiyo tulikuwa na wanawake wanasheria pale makao makuu ya kwetu ACT Wazalendo, wakiwa wanasikiliza changamoto za wanawake na kuwapa namna gani ambavyo wanaweza kutatua changamoto zao kisheria. Lakini pia siku hiyo ya tarehe 6 tulikuwa na wajasiriamali wakionyesha bidhaa zao mbalimbali. Wajasiriamali tulialika wa nje na wale wa ndani wa kwenye chama waonyeshe bidhaa zao na watu waweze kununua bidhaa zao. Lakini pia tulikuwa na mkufunzi wa mafunzo ya ujasiriamali ambaye alifundisha wanawake kutengeneza bidhaa mbalimbali. Jambo ambalo wanawake wengi wamelipenda. Lakini siku hiyo pia tulitumia kuchangia damu. Sote tunajua uhaba wa damu kwenye maabara zetu ama benki zetu za damu. Tulichangia damu ili kuweza kuwasaidia wagonjwa mbalimbali. Lakini tuligundua jambo moja, kwamba kuna changamoto kubwa sana ya maradhi ya saratani ya shingo ya kizazi, lakini pia ya saratani ya matiti. Hivyo tulikuwa na wataalam kutoka hospitali ya Shen Road pale makao makuu ya ACT Wazalendo. Wanawake wengi walicheki afya zao na kuweza kuendelea na huduma. Kama mtu akikutwa na tatizo, basi aweze kupata huduma ya matibabu kirahisi. Kwa hiyo tulisherehekea siku hiyo ya wanawake kwa tarehe 6 kwa namna hiyo. Lakini tarehe 8 tuliadhimisha pale Millennium Tower tukiwa na wataalam ama wakufunzi kutoka NCCF wakiwa wanafundisha namna gani tunaweza kupata bima ya afya ile ya vikundi na ya mtu mmoja mmoja. Lakini pia masuala mazima ya hifadhi ya jamii ambayo watu wengi wamekuwa ni ngumu kuielewa. Kwa hiyo tuliita NCCF waweze kuwafundisha wanawake na wanawake waweze kujikwamua na mambo ya afya zao, maana tumeshafanya vipimo huku tarehe 6. Kwa hiyo nini ambacho mwanamke anaweza kupata huduma ya matibabu. Tumeona gharama kubwa ya vifurushi vya bima ya afya, lakini NCCF wana mtindo mzuri wa kupata hizo bima za afya. Kwa hiyo tuliwaalika, walikuja kufundisha wanawake na wanawake wengi wamefurahia, na hiyo tumesema kwamba itakuwa sio mwisho, itakuwa ni endelevu sasa. Mlishiriki vipi kwenye siku ya wanawake duniani kitaifa hapa Tanzania ambayo ilifanyika kule Arusha? Niliona Rais Samia Suluhu Hassan akiwa mgeni rasmi, au ni shughuli ambayo ilikuwa haiwahusu kabisa nyie wanawake wa ACT Wazalendo? Kwa sababu ni maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, kila makundi mbalimbali, tuliona makundi mbalimbali wakiisherehekea hiyo siku ya wanawake kwa namna tofauti tofauti. Kama nilivyokuambia hapo mwanzo, sisi ACT Wazalendo tuliona mtindo mzuri wa kusherehekea hii ni kuwafikia wanawake kwa karibu, haswa kwa masuala. Tunasema ACT Wazalendo ni chama mbadala ambacho kinafanya mambo ya masuala. Kwa hiyo sisi hatukuweza kuhudhuria Arusha, japo tulialikwa. Lakini hatukuweza kuhudhuria Arusha, tulikuwa na hizo program ambazo zinahusu wanawake. Tuliona kwamba ni vizuri tukashirikiana na wanawake
wa ACT Wazalendo na wale ambao wako ACT Wazalendo hapa jijini Dar es Salaam. Hamkuweza kuhudhuria au mligomea mwaliko? Sherehe yote ukialikwa either unaweza ukaenda ama usiende, na ukawa na sababu za kwenda au kutokwenda. Sababu zenu za kutokwenda ilikuwa ni kwamba mmeshaadhimisha kwa namna yenu? No, sababu zetu za kutokwenda ni kwamba tayari na sisi tulikuwa na program. Wakati mwaliko unakuja, tayari na sisi tuna program za namna gani tutaisherekea hiyo siku ya wanawake duniani. Lakini nadhani Arusha wamefanya tarehe 8 na nyie mliishia tarehe 6. No, tumefanya tarehe 6 na tarehe 8. Tumefanya siku mbili. Ile kuelekea siku ya wanawake duniani tumefanya tarehe 6 na ile tarehe 8 tumefanya hapo Millennium Tower. Yes. Sawa. Sasa tuzungumze kuhusiana na mwaka mmoja wa wewe kuwa kwenye kiti cha mwenyekiti wa ngome ya wanawake ACT Wazalendo. Ni yapi makubwa ambayo mpaka sasa hivi umeyasimamia kuweza kukamilisha? Nakumbuka wakati unagombea ulijinadi kwamba utapambana kuhakikisha kwamba muundo wa idadi ya viongozi ndani ya ngome ya wanawake unaongezeka na kuwa watu 15 tofauti na watu 7 iliyokuwepo. Hili umefikia wapi mpaka sasa? Nakushukuru sana, na kwa sababu una kumbukumbu nzuri sana. Na naamini kwamba hilo limefanyika. Mpaka sasa hivi tumetengeneza timu mbalimbali ambazo ni za uongozi ndani ya mkoa, ndani ya majimbo na ndani ya kata, kuongeza idadi ya viongozi wanawake maeneo mbalimbali. Kwa hiyo kwa kiwango kikubwa tumeweza kuanza hatua ya kuongeza idadi ya wanawake kwenye kutumika haswa kwenye ngazi zetu za kisiasa. Yes, jambo hilo limeweza kufanyika. Limefanyika kikatiba au kwa sasa hivi limefanyika tu kwa mtindo wa nyie kuongeza wengi? Limefanyika kwa mtindo wa miongozo ya ngome. Ngome yetu ina miongozo, ina kanuni na mwongozo namna gani ambavyo mnaiongoza ngome. Kwa hiyo kwa mtindo kupitia kanuni zetu, kabla halijaenda kwenye katiba, kupitia kanuni zetu za ngome tumeweza kufanya hiyo miongozo. Sasa ni lini katiba ya ACT Wazalendo italiweka jambo hili likae kikatiba? Tumeendelea kwa sababu ndio tumeanza na tumepeleka maoni yetu kwa viongozi na hata uundaji wa hizi timu za masa ambazo zitaleta wanawake wengi kwenye ngazi za uongozi. Limepata baraka la kamati za uongozi za chama na kamati kuu na halmashauri kuu yetu ya chama. Kwa hiyo tunaamini kabisa mbele tunakoenda, na sisi ACT Wazalendo tuna nafasi kubwa sana ya wanawake ambao kwenye maeneo mbalimbali. Kwenye wajumbe wa kamati kuu wapo wanawake wengi ambao ukiangalia kanda mbalimbali zote zimeweka wajumbe wanawake na wanawake na mwanaume. Kwa ule usawa wa kijinsia ambao tunautafuta muda mrefu ndani ya chama chetu, naona inawezekana na sasa itakwenda kwenye katiba. Mabaraza ya wanawake manake yanabadilika majina tu. CCM wana UWT, umoja wa wanawake ambalo ni UWT, umoja wa wanawake Tanzania. Sio la CCM hilo. Hilo jina sio la CCM. Na Chadema wana baraza la wanawake Chadema. Na nyie mna ngome ya wanawake. Na chama cha wananchi kafu pia wanao ya kwao. Ndio. Kuna ushirikiano wote wa hizi jumuiya za wanawake kwenye vyama? Mna ushirikiano wote rasmi au kila mtu tu anaenda kivyake na ajenda zake, mnakutana mbele kwa mbele? Mara nyingi tulitamani kuwa na jukwaa moja, jukwaa ambalo litabeba sauti za wanawake wote Tanzania. Ndio maana nimekuambia unaposema UWT unasema umoja wa wanawake Tanzania. Na hiyo sio umoja wa wanawake wa CCM. Na ndio maana mara baada ya mfumo wa vyama vingi, CCM ya vijana ilibadilika, badala ya kuwa umoja wa vijana Tanzania ikawa UVCCM. Kwa hiyo hata umoja wa wanawake wa CCM ulipaswa pia kubadilisha hilo jina. Lakini pia sisi kama wanawake wa Tanzania tulipaswa kuwa na jukwaa moja ambalo litakuwa na sauti moja. Kwa sasa hatuna ushirikiano kama ambao uko kwenye utaratibu kwamba kuna chombo ambacho kinatuunganisha sisi wote kwa pamoja, kwamba chombo hiki ni cha wanawake wa Tanzania wote kwa pamoja. Ushirikiano wetu ni ule wa majadiliano mbalimbali ambao tunakutana kwenye taasisi mbalimbali, wanawake wa chama hiki na chama hiki mnakutana, leo mnakutana kwenye TCD, wanawake wa vyama mbalimbali mkajadiliana hapo. Lakini hakuna mfumo ambao unatufanya sisi wote kwamba sasa tuko kwenye jukwaa moja. Nadhani matumizi ya UWT, umoja wa wanawake Tanzania, lakini ikiwa ni umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi.
ndo umepoka ama kupora jina ambalo lilipaswa kuwepo, pengine kuunganisha watu wote? Ya, mimi nadhani hivyo, kwa sababu umoja UWT ni umoja wa wanawake Tanzania, ambao mimi nilidhani mara baada ya mfumo wa vyama vingi na kila chama kuwa na mabaraza ya aina mbalimbali, na wao walipaswa lile jina waliache ama walibadilishe, watumie jina ambalo linge reflect chama chao. Lakini sasa ni jina ambalo lina reflect Tanzania kwa ujumla, jambo ambalo sio sahihi. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba UWT imepoka ule umoja wa wanawake wa Tanzania na kutumia wao wenyewe kama CCM. Unadhani kwa nini wameacha huo mtego wa kubakisha umoja wa wanawake Tanzania badala kuanzisha umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi ambao ungekuwa na ufupisho tofauti? Unadhani kwa nini? Kwa sababu inaonekana kama ni jambo la kiufundi kidogo, ndio maana jina hilo wameendelea kulishikilia. Mimi nadhani kuna mambo mengi ya kimfumo ambayo wao wananufaika nayo. Yaani kuna jambo ambalo wananufaika nalo wao kubakia kutumia jina hilo. Na ndio maana sisi hata juzi tulikuwa na kikao cha mambo ya sera ya jinsia. Kikao hicho tulimwalika pia msajili wa vyama vya siasa. Swali hilo tulimuuliza, kwa nini wenzetu wanaendelea kutumia jina hili likiwa lina replace Tanzania nzima, hawana jina la kwao wao? Alikosa majibu ya kutujibu. Na tukamwambia kwamba tulishakuandikia barua. Tulishaandika kwa msajili mara kwanza, tumeandika kwa msajili mara pili, na zimekuwepo kelele pia huko nyuma za kudai jina hili liweze kubadilishwa. Nadhani kuna faida ambayo wao wanaipata kutumia kama umoja wa wanawake Tanzania badala ya kuwa umoja wa wanawake wa CCM. Yes, sasa changamoto kubwa za wanawake, kwa sababu umekuwa mkijinadi kwamba ACT Wazalendo ni chama cha masuala, kwamba mnafanya tafiti na kuja na suluhisho pale mnapobaini changamoto kwenye jamii. Kwa sasa hivi tafiti zenu zinaonyesha changamoto kubwa za wanawake Tanzania ni zipi? Walau 3. Ya kwanza ni mambo ya kisheria. Wanawake wengi wana changamoto kubwa sana kwenye mambo ya ardhi. Na ndio maana juzi nimekuambia wakati tunaadhimisha kuelekea siku ya wanawake duniani, tuliweka wanawake wanasheria waweze kuwasikiliza wanawake na kuwapa msaada wa mwongozo wa kisheria namna gani ambapo wanaweza kupata majawabu. Wanawake kwenye kumiliki ardhi kuna changamoto kubwa sana ambao wanaikuta. Lakini pia kuelekea siku ya wanawake nimekuambia kwamba tumekuwa na wanawake wajasiriamali, manake tumekuwa na wakufunzi pia kufundisha mambo ya ujasiriamali. Wanawake wengi wana changamoto ya kiuchumi. Hiyo ni ya pili ambayo tumekutana nayo mara nyingi. Kwa hiyo tumeona kwamba ni vizuri changamoto hii ya kiuchumi ikapatiwa ufumbuzi. Wanawake wamekuwa wakiitwa kwamba ni wanawake wajasiriamali wadogo wadogo. Ukisikia tu neno wajasiriamali, moja kwa moja picha yako inakuja ni mwanamke. Huwezi kusikia mjasiriamali picha yako ikakupeleka kwa mwanaume. Ukisikia wajasiriamali inakupeleka kwa mwanamke. Na ukisikia neno wajasiriamali moja kwa moja inakuonyesha ni mtu fulani mdogo mdogo anafanya vitu vidogo vidogo. Kwa hiyo ni changamoto kubwa pia ya wanawake wa Tanzania ambao inatukuta. Lakini pia kwenye hiyo changamoto kuna changamoto ya mitaji pia. Wanawake wanakosa mitaji. Unakuta kuna mambo ya mikopo ya kausha damu, ya kuumiza watu, ya kunyang'anya vitu vya watu. Kwa hiyo wanawake pia wanakutwa na changamoto kubwa ya unyanyasaji pale ambapo wakiwa wanapambana na mambo ya kiuchumi. Lakini pia changamoto nyingine ambayo inawakuta wanawake kwa haraka, changamoto ya afya. Wanawake tunakumbana na changamoto ya uzazi. Mambo ya uzazi yamekuwa ni changamoto kubwa sana. Gharama kubwa. Hasa ukienda kwa wanawake huko vijijini, unakuta mtu anaambiwa wewe ukija ukijifungua mtoto wa kiume lazima ulipe 70,000. Ukijifungua mtoto wa kike utalipa 50,000. Mwanamke inamchanganya, haelewi kwa nini kuna mgawanyo, kwanza nikizaa huyu nitalipa hivi, nikizaa huyu nitalipa hivi. Kwa hiyo changamoto ya afya pia ni kubwa kwa wanawake kwenye maeneo. Ukijifungua mtoto wa kiume utalipa 70,000. Ukijifungua mtoto wa kike utalipa 50,000. Tumeyakuta huko kwenye vijiji maeneo mbalimbali. Ni changamoto ambazo wanawake gharama zinatofautiana kutokana na jinsia. Lakini tukiwauliza wale ambao ni wahudumu, kwa nini gharama inatofautiana kutokana na jinsia? Kwamba mtoto wa kike wakati unapomzalisha nini kinatia gharama ya 50,000, na mtoto wa kiume unapomzalisha huyu mwanamke nini kinatia gharama ya 70,000? Hakuna majibu. Kwa hiyo ni changamoto ambazo zinawakuta wanawake. Kwa hiyo haraka ni changamoto hizo 3 ambazo ni kubwa zinamkuta mwanamke: mambo ya afya, mambo ya kiuchumi na mambo ya kisheria. Kwa utafiti wenu, mikopo kausha damu ni tatizo kubwa kiasi gani kwenye jamii na mkwamo ni nini? Changamoto ni kubwa sana.
ya mikopo hii ya kausha damu, dera mkononi, ina majina mengi ambayo inamfrustrate sana huyu mwanamke. Hiyo dera mkononi inakuaje? Yani kwamba yani unadaiwa mpaka nguo umeshikilia mkononi, kwamba wewe uwezi ukikosa kulipa ama ukikosa hayo marejesho ndio inaitwa dera mkononi. Yani dera utalishikilia kwa ajili ya kwenda kutafuta hayo marejesho uweze kulipa. Maana ni harassment mwanamke anafanyiwa kwenye hayo maeneo ya mikopo ya mbalimbali ambayo inatolewa. Kwa hiyo sisi ACT Wazalendo tuliliona hilo na sisi tukaanzisha SACCOS ya wanachama ambayo itasaidia sasa hawa wanawake kuweza kupata mikopo isiyokuwa na riba na waweze kujikwamua kiuchumi. Wakopeshwe na ACT Wazalendo. Of course, wale ambao ni wanachama. Maanake ili upate mkopo wa SACCOS ya wanachama lazima uwe mwanachama wa ACT Wazalendo. Kwa hiyo tuliweka hiyo, na mikopo ya ACT Wazalendo ya SACCOS ya Shushatanga inaendelea vizuri sana kusaidia wanawake ambao wanakopa na wanalipa bila riba. Ipoje hiyo SACCOS ya ACT Wazalendo ya Shushatanga? Ndio hivyo inaitwa Shushatanga SACCOS, kwamba mtu anaweka akiba yake. Ukiweka akiba yako labda ya 100,000, una uwezo wa kukopa 300,000 na ukarejesha zile 300,000. Kwa mtu akiweka 500,000 anaweza kukopa milioni 1,500,000 na akarejesha ile milioni 1,500,000 kwa kudhaminiwa na mwanachama mwenzio, na wala sio dhamana kuwa ulete kitanda, lete nini. Tumeona juzi kuna ile oya unadaiwa mpaka unakimbia nyumba umepigwa ama umefanyaje. Hapana, sisi atakudhamini mwanachama mwenzio ambaye naye ana akiba ambayo kama ya kwako. Kwa hiyo ukishindwa wewe kulipa, maana ile akiba yako na ile ya mwanachama mwenzio itafidia lile deni wakati ambapo utakuwa hujanyang'anywa kitanda wala godoro wala hujapigwa wala damu haijakauka. Ndio. Yes, tunazungumza na Janet Joel Rite, mwenyekiti wa ngome ya wanawake wa ACT Wazalendo Taifa, na tumekuwa tukipita naye kwenye masuala tofauti ambayo yanaendelea ndani ya chama hicho, lakini pia kwenye masuala ya kitaifa. Na nataka unipe uzoefu wako kwenye uchaguzi wa serikali za vijiji, mitaa na vitongoji ambao umefanyika mwaka 2024 mwishoni. Tulishuhudia Chama cha Mapinduzi kikiibuka na ushindi wa 99.01%. Na ACT Wazalendo iliambulia vijiji 11, lakini upande wa Chadema wenyewe walipata 97 na CUF walipata 10, na vipo vyama vingine kama NCCR, UMD viliambulia moja, na Hashim Rungwe Spunda Chauma walipata kiti kimoja kule Mbeya, na watu walikula ubwabwa sana baada ya mwenyekiti yule kushinda ule mtaa. Ule uchaguzi ACT Wazalendo, kwa tathmini yenu, kwa uzoefu wako kwenye sehemu mlizofanya kampeni pamoja na kusubiri matokeo, michakato yake ilikuwaje? Michakato ilikuwa mibovu sana. Michakato ilikuwa mibaya sana. Na hatuwezi kusema kwamba ACT wameshinda viti 11. Hatuwezi kusema kwamba Chadema wameshinda viti 99. Yaani hivyo ni viti ambavyo tulipewa na wasimamizi wa uchaguzi ambapo waliona kwamba wao inafaa. Lakini ukweli ni kwamba ni uchaguzi mbovu. Mimi nimesimamia uchaguzi mkoa wa Tabora. Na niliweka kambi kwenye jimbo la Uliankuru Tabora. Nimeshuhudia vitu vya ajabu sana na vya ovyo sana. Vitu gani Janet? Vitu unamkuta askari ambaye ndio mlinzi wa ulinzi na usalama amekaa chini ya mti anapiga kura. Ana lundo la kura, anatiki zile kura kwa mgombea wa CCM na baada ya hapo anaenda kudumbukiza kwenye sanduku la kura. Na ushahidi wa jambo hilo? Kwa macho yangu nimeshuhudia hilo. Lakini sisi tutaamini vipi Janet? Sije kawa ni propaganda za kisiasa. Utaamini kwa sababu wewe umeona watu wamepigwa, umeona watu wameumizwa, na pia umeona tumekwenda mahakamani kudai haki. Kwa sababu tuna ushahidi, ndio maana tumekwenda mahakamani kudai haki ya namna ambavyo uchaguzi umeendeshwa. Uchaguzi umeendeshwa kiuni. Uchaguzi umeendeshwa sio vile ambavyo tunatarajia kwamba tuwe na uchaguzi ulio huru, wa haki na wa kuaminiwa. Vyombo vya dola sasa vinatumika kuisaidia CCM. Ndivyo uchaguzi ulivyokuwa safari. Ndio. Kwenye jimbo la Uliankuru pale Tabora, nyie mlipata chochote? Hatukupewa chochote. Tulipewa kiti kimoja cha kitongoji jioni. Mgombea wetu akatangazwa kwamba ameshinda. Asubuhi wakabandika mgombea wa CCM ndo kashinda. Tafadhali bwana. Ndio hivyo ilivyo. Ametangazwa jioni, asubuhi anabandikwa mgombea mwingine ameshinda.
mmeshashangilia, asubuhi jina lingine. Hicho kilikuwa kitongoji gani? Inaitwa kitongoji cha Mwenda Kulima. Ndio. Katangazwa mtu wenu? Katangazwa mtu wa ICT, jioni, asubuhi jina limebandikwa mtu wa CCM ndo kashinda. Kwa sasa hivi mjumbe aliyopo ni wa ACT ni wa CCM, wa CCM. Ndio uhuni, yani ni uhuni. Kifupi hakuna uchaguzi. Hakuna uchaguzi, ni mpangilio tu wa namna ya kwenda kwenye uchaguzi. Yani CCM wamesha acha mambo ya uchaguzi. Wameamua kupanga matokeo na kupitisha kwamba miaka 5 imeisha, tuweke utaratibu tu kwamba viongozi hawa waingie ama hawa watoke. Wameshashindwa tena kufanya uchaguzi. Hamna uchaguzi. Sasa kwa mazingira hayo unayoeleza wewe, ndio, ya uchaguzi kwamba yako sawa kabisa, ndiyo, na hakuna uchaguzi. Hakuna uchaguzi. ACT Wazalendo, nyie mnasemaje? Mnasema mtashiriki uchaguzi mwaka huu au mnaungana na Chadema kwenye no reforms no election? Kila mtu ana namna yake ya kudai haya mabadiliko. Sisi tumekuwa wa kwanza kudai mabadiliko ya kulinda demokrasia toka mwaka 2016. Mara baada ya uchaguzi tuliona kuna namna nzuri sana tunatakiwa kufanya ya kudai demokrasia iliyo huru na haki. Na tulitoa hilo tamko pale Mbagala Zakiem, na baada ya hapo mikutano yote ya vyama ilizuiliwa baada ya huo mkutano wetu. Kwa hiyo kuna namna bora ya kudai mabadiliko ya kimifumo. Na hapo nyuma unaona namna ambavyo tulikuwa tunadai tume huru ya uchaguzi, tunadai katiba mpya ipatikane. Na bahati nzuri tukaambiwa kwamba baada ya majadiliano tukaambiwa tumepata tume huru. Lakini mimi naamini kwamba tume ile imefanya ubatizo. Unaweza kama umezaliwa ukakua unaishi tu mpaka umekuwa mtu mzima, sasa unaamua kwenda kanisani, unabatizwa, unapewa jina. Jina ambalo lakini bado unabaki ni wewe yule yule. Alibadilisha chochote kwa sababu ule ubatizo haujauchukua wewe ili kubadilika. Lakini unapobatizwa unapaswa ubadilike. Ubadilike tabia, ubadilike kila kitu, kwa sababu tunaamini kwamba umepata ubatizo mpya. Sasa tumepata jina jipya lakini bado hatujapata tume huru. Tungekuwa tumepata tume huru, naamini kabisa uchaguzi wa serikali za mitaa uliopita ungekuwa huru, wa haki na kuaminiwa. Kwa hiyo bado tunaendelea kudai mabadiliko ya kimifumo ili tuweze kufikia kupata uchaguzi ulio huru na haki na kuaminiwa. Michakato ya uchaguzi inaanza mwezi wa 7 mwaka huu. Nyinyi mwezi huu wa 3 bado mnadai mabadiliko ya mifumo. Chama cha Mapinduzi wanasema gari limewaka, linamaliziwa bunge la bajeti, baada hapo tunaingia kwenye uchaguzi. Mnaona kuna nafasi ya mabadiliko hayo au mmeamua tu kusema ili mkiingia kwenye uchaguzi mwe mlisema kabla? No, sio tu kwamba mwe mmesema kabla. Hata tulivyoingia kwenye uchaguzi tulivyoingia kwenye uchaguzi 2024 bado tulikuwa tunaendelea kudai mifumo ya ifanye mabadiliko. Wao wanasema gari limewaka, gari lao lilishawakaga siku nyingi sana. Yani hii ni mitindo tu ambayo wanazungumza. Hakuna jipya kwenye Chama cha Mapinduzi. Nimeshakwambia hapo nyuma kwamba hawana mpango wa uchaguzi. Wana mpango wa kujipitisha na kujiteua ili kuwa uchaguzi. Kwa hiyo na kila chama kina mpango wake, namna bora ya kuja kupata uchaguzi ulio huru na haki. Kila mtu ana mikakati na namna ya kujipanga kuelekea kupata uchaguzi ulio huru na haki. Wao waliwasha gari lao na sisi tutawasha gari letu. Lini sasa? Limeshawaka ndugu yangu. Muda unayoyoma. Limeshawaka, ndio maana tumesema kuna operation linda demokrasia. Unajua huwezi kumuuzia adui mbinu yako ya kivita. Huwezi kumuuzia adui mbinu yako ya kivita. Namna gani unaenda kupambana, namna gani unakwenda kufanya, namna gani uchaguzi unalazimishwa kupatikana kuwa huru na haki na kuaminiwa. Kwa tutarajie muda wote ACT Wazalendo mtaanza mshike mtie nanga? Imeshaanza. Labda kama wewe hujaiona, lakini imeshaanza. Imeshaanza. Imeshaanza, ndio maana tumekuja na operation linda demokrasia. Imeanza muda mrefu sana. Ndio. Kwa ikitokea hakuna mabadiliko yoyote mpaka mwezi Julai, bunge limeshavunjwa, mnaingia kwenye uchaguzi au hamuingii? Ndio maana nasema kila chama kina mpango wa namna gani wa kuhakikisha tunapata uchaguzi ulio huru, haki na wa kuaminiwa. Kila chama kina mpango. Sasa ili kuenda kwenye huo uchaguzi lazima tuhakikishe tunapata uchaguzi ulio huru, na hatuwezi kuuza mbinu ya kivita hapa namna gani tutafanya ili tupate uchaguzi huru na wa haki. Yes. Ila mna mpango wenu? Tuna mpango wetu. Upo sirini? Upo mpango, lazima uwepo. Ndio.
Kwa unabaki sirini mpaka pale ambapo mtaanza. Tumeshaanza. Namna gani tunakwenda kwenye utekelezaji utauona ndugu mwandishi. Yes. Ndio. Tunazungumza na Janet hapa bwana, mwenyekiti wa ngome ya wanawake wa ACT Wazalendo. Muda wetu unakimbia, lakini bado tuna dakika kadhaa hapa za kwenda naye. Tutaenda break baada ya dakika 2-3, alafu tutarudi kuja kuhitimisha mazungumzo naye. Lakini nilikuwa nataka tuzungumze kuhusiana na hili sasa la Chama cha Mapinduzi. Hao nimeona wametoa taarifa ya kuweka ukomo kwenye viti maalum vya chama hicho kwenye upande wa wabunge wanawake pamoja na madiwani wa viti maalum. Wameweka ukomo kwamba mtu asikae kwa zaidi ya miaka 10, vipindi viwili, na ukomo huo utaanza kutumika 2030. Vyama vingine vya upinzani havina ukomo. Hata nyie ACT Wazalendo mmeweka ukomo kwenye kuwania uongozi wa chama, lakini kwenye nafasi hizi hamjaweka ukomo. Ni kama wamewaonesha njia ya mabadiliko kabla hamjaiona. Wametuonyesha njia ya mabadiliko kabla tujaiona, au wameiga njia ya mabadiliko kabla hawajaiona wao. Kwa sababu hata ukomo wa uongozi, sisi tumeongoza kwa kuonyesha ukomo wa uongozi. Maana yake hata tunapokwenda kwenye mambo mengine, tutakapokuwa tumechukua hiyo nafasi ya kuongoza dola, ukomo wa uongozi unapaswa kuwepo. Maana yake wao wameiga, ambalo sio jambo baya kumuiga mtu kwa kitu kizuri alichokifanya. Na ukumbuke ndugu mwandishi, huko nyuma tulikuwa tunadai katiba mpya. Katiba ilikuwa na haya majawabu. Kwamba tunakwenda kwenye katiba mpya ambayo itaonyesha namna nzuri kwanza ya kupata hata hivyo viti maalum. Wao wameikalia katiba mpya, imeshindikana kupatikana katiba mpya. Katiba ambayo ingetupa nafasi wanawake kuwa na majimbo ambayo wangesimama, wanawake kugombea. Tunatafuta 50 kwa 50. Maana viti maalum visingekuepo. Na viti maalum vimekuja kwa ajili ya kumjengea mwanamke uwezo, ili apate uwezo kwa kipindi fulani, then aweze kupambana hata kwenye hayo majimbo au hizo kwenye kata ambazo anagombea. Kwa hiyo wao sio kwamba wametuonyesha njia. Yaani wao wameiga njia ambayo sisi tunaifanya. Sio jambo baya ambalo wameliiga. Kwa hiyo ni jambo zuri, mimi nasema ni jambo zuri kwa sababu linawapa uwezo wanawake wengi waweze kupata hizo nafasi za kuingia, lakini pia kuwajengea uwezo wa kuweza kwenda kwenye majimbo na maeneo mbalimbali kugombea. Lakini tunaweza kwenda mbali zaidi ya hapo. Namna bora ya kumjengea mwanamke uwezo si tu kumpa nafasi ya viti maalum. Mwanamke anaweza kujengewa uwezo kiuchumi na mwanamke akaenda kugombea. Mimi nimegombea kata ya Kunduchi. Nani alinipa viti maalum kwanza? Hakuna alionipa viti maalum kwanza. Niligombea na nikashinda. Ni kuwajengea wanawake uwezo hata kama hawajaingia bado kwenye vyombo vya maamuzi. Yes. Mnaridhika na mfumo wa sasa hivi wa utoaji wa viti maalum, au mnapendekeza pabadilike pasiwe na viti maalum? Mimi binafsi ukiniuliza mapendekezo yangu, tungepata mabadiliko ya katiba ambayo ingetuelekeza namna ambavyo katika majimbo 264, nusu ya majimbo ya 264 yawe ni majimbo ambayo yanagombewa na wanawake. Kwa hiyo tukaweke mguu, mimi mwanamke wa ACT na mwanamke wa CCM yuko pale na mwanamke wa Chadema yuko pale, tunagombea hayo majimbo. Alafu atakayeshinda mmoja wapo ndio anakwenda kuwakilisha hiyo nafasi ya wanawake. Inakuwa mfumo wa viti maalum haupo. Kwanza unatafsiriwa kiunyanyasaji sana. Mimi sijui kwa nini watu wanafikiriaje mfumo wa viti maalum. Mtu anapozungumzia mfumo wa viti maalum ni nafasi za uteuzi, si ndio maana yake? Lakini nafasi za uteuzi ziko kwenye maeneo mbalimbali. Tuna wakuu wa wilaya ambao ni wateuliwa. Tuna wakurugenzi ambao ni wateuliwa. Tuna tuna mawaziri ambao na wenyewe pia wanateuliwa baada ya kuwa wabunge wanateuliwa. Kuna nafasi za uteuzi ziko nyingi sana. Lakini neno viti maalum limekuwa likitumika vibaya kwa kumwangalia tu mwanamke. Kwa nini huo uteuzi usiwahusu wanawake katika nyanja zote? Nyanja zote za kiuongozi. Tunapotaka usawa wa kijinsia, tunautaka katika nyanja zote za uongozi. Sio tu tunapozungumzia wabunge, tunapozungumzia madiwani. Katika nafasi zote za uongozi, tunataka usawa wa kijinsia. Kwa hiyo upatikane kihalali. Mimi nisipewe viti maalum alafu nikasimangwa. Kwa nini tusiwe na mabadiliko ya katiba? Katiba iweke
namna bora ambavyo wanawake watapatikana kwenye majimbo kuwa wabunge, namna gani wanawake watapatikana kwenye kata kuwa viongozi, kwenye serikali za mitaa, vijiji na vitongoji, nusu wagombee wanawake, nusu wagombee wanaume. Alafu mwisho wa siku tunapata huo usawa wa kijinsia, kunakuwa hakuna hizo maneno ya kuzungumzia viti maalum. Naona imekuwa ajenda kubwa sana ya kuzungumzia viti maalum kama vile ni sadaka tunapewa. Hapana, ilikuwa ni katika kumuempower mwanamke, lakini tunaweza tukamuempower mwanamke kwa maeneo mbalimbali. Yes, na hapa tulipo tumetumia nusu ya muda ambao tutakiwa kutumia. Bado tuna dakika hapa za kuendelea kuzungumza na Janet Joel Rite, mwenyekiti wa ngome ya wanawake wa ACT Wazalendo Taifa. Mimi ni Charles William, hii ni Wasafi TV One on One. Tunaenda break fupi, alafu tukirudi hapa tutakuwa tunaendelea na mazungumzo yetu. One on One with Charles William. Yes, nimerejea hapa, bado nipo kwenye One on One na bado nipo na mgeni wangu hapa studioni kwetu, Janet Rite kutoka ngome ya wanawake wa ACT Wazalendo, mwenyekiti mpya ambaye ana muda wa mwaka mmoja, amebakisha miaka 4 madarakani. Na Janet Rite ana historia ya kutaka sana kuwa mwenyekiti wa wanawake, kwa sababu aligombea mwenyekiti wa wanawake kupitia baraza la wanawake Chadema, ikashindikana. Alipambana na Halima Mdee pale, pakachimbika sana, ikashindikana. Hata ACT Wazalendo ulijaribu kugombea. Sikujaribu, niligombea. Uligombea mara ya kwanza, ikashindikana. Ulirudi tena mara ya pili, ndipo ukaweza kuibuka na ushindi. Kiu hii ya kutaka kuwa mwenyekiti wa wanawake kwenye baraza la wanawake Chadema, lakini bado ndoto haikutimia, ukarudi ACT Wazalendo. Mara ya kwanza haikuwezekana, mara ya pili imewezekana. Inasukumwa na nini sana sana? Mimi niseme kwamba msukumo wangu ni kuwasaidia wanawake. Nina kiu kubwa ninapoona changamoto kubwa za wanawake, na ninahisi kwamba ninatakiwa kutumika kwenye nafasi ya wanawake. Na nimetembea maeneo mbalimbali mengi sana. Wanawake wana changamoto nyingi sana, na natamani kuwa sauti yao ya kuzungumza ili tuweze kupata majawabu ya wanawake. Nimekuonyesha hapa kazi chache ambazo tumezifanya, na bado nina program ndefu sana inahusiana na wanawake. Kwa hiyo kiu yangu mimi ambayo ilikuwa inanisukuma muda wote ni namna ya kuhudumu kwenye eneo hili la wanawake. Hiyo ndio changamoto. Yes, Tanzania imepata rais mwanamke kwa mara ya kwanza, Dr. Samia Suluhu Hassan. Na sasa hivi tunavyozungumza ametimiza miaka 4 madarakani ya urais wake. Unamtathmini vipi? Ameitendea haki nafasi hii kwa kiasi gani? Na kwa jinsi alivyofanya kazi, unaona inatia moyo wananchi kutamani tena rais mwanamke, au unaonaje mambo yalivyo, Janet? Kwanza wengi walikuwa na matarajio makubwa, hasa wanawake. Mimi wakati bahati mbaya anafariki rais aliyopita, na rais aliyefuata alikuwa ni tuliyekuwa naye, nilitafuta na vyombo vya habari vingi sana nikitakiwa kutoa maoni yangu. Tunasemaje sasa tumepata rais mwanamke? Niliwaomba wanipe muda. Nikasema sisi ni binadamu na naomba mtupe muda. Wengi walitafsiri kwamba nimekataa mahojiano, lakini ukweli ni kwamba nilitamani tupeane muda. Kwa sababu mimi naamini kwamba CCM ni ile ile. Ninaamini CCM ni ile ile. Awe mwanamke kutoka CCM, sina imani naye kusema kweli. Awe mwanaume kutoka CCM, sina imani naye. Mimi nilitarajia kwamba tuna vilio vingi haswa usawa wa kijinsia wa wanawake. Kwa hiyo nilitarajia hata kama tumepata rais mwanamke, manake ili jambo la usawa wa kijinsia tungeliona kwa upana zaidi. Lakini wanawake ambao tumekwenda kwenye chaguzi mbalimbali, haswa hizi za serikali za mitaa, tumeona namna ambavyo wanawake wengi wanakatishwa tamaa. Tumeona namna ambavyo wanawake wengi wanaona kwamba haina maana tena ya kuwa na uchaguzi. Sehemu pekee ambayo wanawake wanakuwa viongozi ni kwenye siasa. Uongozi ambao wanautafuta ni kwenye siasa. Sasa namna ambavyo tumepata chaguzi ambazo haziko huru na haki zimekatisha tamaa wanawake wengi sana. Na mimi naamini kwamba yeye akiwa kama rais, lakini akiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ndo alituletea 4R, tukae kwenye maridhiano,
Niliamini kwamba hizi 4 hours zingeweza kufanya kazi, wanawake wengi wangevutiwa na namna bora ya kufanya siasa. Lakini namna ambavyo siku zinakwenda, tunaona namna ambavyo wanawake wengi wanaikimbia siasa badala ya kusogea kwenye siasa. Mimi sidhani kama kuna, kwa upande wangu, kwa maoni yangu, mimi sioni namna nzuri ambavyo ameongoza kwamba wanawake wengi tumeanza kuwa tunavutiwa. Unajua kuna watu wanatamani kuwa kama Janet, si ndio? Kuna watu wangetamani kuwa kama Samia ambao wangekuwa wengi zaidi. Lakini sasa tumetengeneza machawa badala ya kutengeneza watu ambao wanatamani kuwa viongozi. Sasa sioni, mimi kwa kweli naweza nikasema no comment kwamba sioni kwamba kwa kuwepo yeye pale imesaidia kwamba wanawake wengi wameona faida ya kuwepo. Yeah. Nafikiri kwa umri wako utakuwa umebahatika kuona vizuri uongozi wa Rais Benjamin William Mkapa, uongozi wa Rais Kikwete, Rais Magufuli na Rais Samia. Yeah. Kwako wewe ni uongozi gani ambao unadhani umekuvutia zaidi, ukiacha Mwalimu Nyerere na Alhaji Hassan Mwinyi? Tuache Mwalimu Nyerere, tuache Alhaji Hassan Mwinyi, tuache Mkapa, tuanzie kwenye Kikwete. Kwa sababu hata kwenye siasa mimi nimeingia kwenye siasa mwaka 2010. Sikuwa mwanasiasa. Kwa hiyo kwa maana hiyo kwenye mambo mengi ya siasa nilikuwa sifuatilii. Sasa hata tuseme kwamba ni uongozi gani ambao nimeuona unavutia, mimi sioni kizuri kwenye Chama cha Mapinduzi. Niko hivyo. Yani ninaona giza. Hauoni kwa sababu hauna macho au hauoni? Yani naona giza. Naona giza la kimifumo. Ninaona giza la kiuongozi. Ninaona giza la watu kupata majawabu ya maisha yao. Sioni watu wakipata majawabu ya maisha yao. Tanzania sio nchi maskini. Tanzania ni nchi tajiri sana. Lakini kila siku tunaona umaskini wa watu wake ni mkubwa sana. Sasa mimi kuvutiwa na hawa marais ambao unawataja hapa, ukweli sioni. Yani sioni. Haujavutiwa na uongozi wa Rais Kikwete wala Rais Magufuli wala Rais Samia? Sijavutiwa na uongozi wa rais wa aina yoyote hapa. Yani sioni mvuto wao. Ninaamini kabisa kuna sisi ambao tukiingia madarakani kutakuwa na mabadiliko makubwa sana. Kwa sioni mabadiliko, sioni dhamira, sioni marais ambao wana dhamira ya kufanya mabadiliko ya watu wao. Tunapofanya mabadiliko ya vitu ambako watu wanabaki kuwa maskini, watu wanabaki kuwa wanaumia, watu wanabaki kuwa wananungunika, navutiwa nini sasa ndugu mtangazaji hapa? Hapo kitu gani kitakachonivutia? Mimi nimekuambia ninawiwa na wanawake wa Tanzania ambao wana maumivu makubwa. Watu hawana huduma za afya, watu wanakufa, watu wanapigwa, watu wanaumizwa. Alafu kuna mtu mmoja anajisikia vizuri tu, na ana uwezo wa kufanya hayo mabadiliko. Kwa mimi sioni kitu chochote cha kunivutia kwenye uongozi ambao umepita. Hebu tuambie, ACT Wazalendo siku ikishinda urais wa nchi hii, ni vipaumbele gani vikubwa ambavyo mnavyo kiasi kwamba mengine yote yanayofanyika unaona bado hakuna kilichofanyika, na unaamini mabadiliko ya kweli ya nchi hii yatatokea ACT Wazalendo ikiingia madarakani? Kwanza tumwangalie yule Mtanzania. Yani ili Tanzania iwepo inanihitaji mimi niwepo, niwe na maisha bora. Sio, umenielewa? Nipate huduma nzuri za afya, niwe na nguvu ya kiuchumi, niwe na uhakika angalau wa milo 3 kwa siku. Sasa Watanzania ambao tupo sasa ni Watanzania ambao ni yatima. Tukitaka kuanza kusifia, tutasifia mabarabara, tutasifia mashule tumejenga madarasa, tutasifia vitu ambavyo havinigusi mimi moja kwa moja. Tutasifia vitu badala ya watu. Kwa hiyo serikali ya ACT Wazalendo utakayoiona, ninaamini kabisa cha kwanza tutataka kupata maisha bora ambayo kila Mtanzania anayawaza. Maisha bora kivipi Janeti? Kwa sababu hizi shule, barabara, hospitali ndio huduma zenyewe za jamii hizo. Wewe nyie ACT mtakuja na mbinu ipi ya kugusa maisha moja kwa moja? Kwa mfano tunavyozungumzia mambo ya huduma za afya. Tunaamini kwamba mtu akienda kwenye kituo cha afya apate huduma iliyo bora. Sasa hivi tumekuwa tukilalamika hapa, na nimekuambia pia tuna vifurushi vya afya ambavyo vina gharama kubwa, ambavyo haviwezi kumpata kila mtu akapata huduma. Yani kwa sababu ugonjwa upigi hodi. Leo mimi naweza nikatoka hapa nikaugua ghafla, napokwenda hospitali sipati huduma iliyo bora ili niweze kuwa hai.
napata huduma ambayo lazima niwe na fedha mfukoni ya kutosheleza hiyo huduma ambayo naitafuta. Sisi ACT Wazalendo tumesema kwanza tutaboresha huduma za afya. Mambo ya hifadhi ya jamii tutakuwa nayo kuhakikisha kwamba kila Mtanzania awe ni mkulima, awe ni mjasiriamali huyo mdogo mdogo, awe ni mamalishe yani yule wa chini, awe ni wote tupate huduma ambayo anaipata yule tajiri na yule maskini. Afya. Yes. Manake serikali itakuwa inalipia hiyo bima. Of course. Wao serikali italipa kiwango fulani na mwananchi wa kawaida naye atachangia kiwango fulani. Tunatengeneza hifadhi ya jamii ambayo itamfanya huyu Mtanzania apate huduma sawa sawa na mtu ambaye mwenye kiwango cha juu. Ni maskini sana. Sisi tuna watu zaidi ya milioni 15 ambao wanaishi chini ya mstari wa umaskini. Watatoa wapi hizo fedha za kuchangia kwenye bima? Kama vile ambavyo sasa hivi kuna bima zimewekwa za shilingi 40,000 bima kwenye halmashauri zetu, sio nini, bima vile vidogo vidogo, lakini huduma yake anapokwenda kuipata anapata huduma ambayo ni ndogo. Serikali iweze kuchangia pale ambapo mwananchi anachangia. Lazima tujenge uchumi wa wananchi wetu. Ili waweze kuchangia lazima pia tutengeneze uchumi wa wananchi wetu. Uchumi wa wananchi leo tulisema tunatengeneza reli, si ndio? Tukasema kila maeneo ambayo reli itapita watu watapata ajira, wale ambao wako kwenye maeneo yanayopita. Sasa unakuta wanatolewa watu maeneo mbali, mgawanyo ule wa kiuchumi waweze kukua kiuchumi au wafikii wananchi wote. Kwa lazima sisi tukiwa tunasema nchi yetu ni tajiri, lakini wananchi wanaishi chini ya mstari wa umaskini. Kwa nini tuwe tajiri alafu wananchi waishi chini ya mstari wa umaskini? Ule utajiri unakwenda wapi? Zile rasilimali zetu kama madini yanakwenda wapi? Namna gani ambavyo yanarudisha kuweza kupata huduma bora kwa wananchi wetu huku chini? Namna gani ambavyo wananchi wetu wanapata ajira kwenye hizo mambo ya uchimbaji wa madini? Namna gani wananchi wetu wanapata hizo ajira kule? Kwa nini wanakuja wanachukuliwa watu kutoka nje kuja kufanya zile kazi na wakati tuna wananchi wetu hapa? Lakini sisi kama tungeweza kuyaacha yale madini yetu pale, tukapata mitambo ya kuchimba yale madini sisi wenyewe wa Tanzania, namna gani ambavyo wananchi wangekuwa matajiri? Manake wangeweza kunufaika na utajiri tuliokuwa nao. Ni mifumo mibovu iliyokuepo. Kwa hiyo sisi ACT Wazalendo tutabadilisha mifumo ili Mtanzania aweze kufaidika na hii mifumo. Kwa hiyo mambo mengine yatakuwa ni mazuri, badala ya Mtanzania kuendelea kuhesabiwa kuishi chini ya mstari wa maskini, na sisi tunaona kwamba tunajisikia vizuri tu. Unaona hata wewe ukitamka hapo kwamba Watanzania wetu ni maskini, wanaishi chini ya mstari wa maskini, unajisikia vizuri? Kujisikia vizuri ni jambo baya sana kuona Mtanzania anaishi chini ya mstari wa maskini. Kwa lazima tupambane ili kuondoa hiyo dhana ya kwamba Mtanzania anaishi chini ya mstari wa umaskini. Ni kitu ambacho kinakera. Haiwezekani watu wa nje waje hapa wachume rasilimali zetu na waondoke nazo na sisi tuendelee kuwa maskini. Haiwezekani. Ni mtu wa aina gani ambaye hawezi kupokelewa kuwa mwanachama wa chama cha ACT Wazalendo? Ama ili mradi ana miaka zaidi ya 18 akitaka kujiunga na ACT mnampokea tu? Mtu yoyote yule anaruhusiwa kujiunga na chama cha ACT Wazalendo. Atasoma katiba yetu ataielewa, atasoma miongozo yetu ataielewa, anaruhusiwa kujiunga na ACT Wazalendo. Mtu yoyote yule. Hatuchagui kwamba fulani ajiunge, fulani asijiunge na ACT Wazalendo. Hiki ndio chama ambacho ni kimbilio la wanyonge. Mtu ambaye ni mtovu wa nidhamu kwenye chama kingine akifurushwa kule kwenu mnampokea? Of course nidhamu inapimwa na nini? Na tunazo kamati zetu za maadili. Nidhamu inapimwa na nini? Kama amekiuka kanuni, sheria na anapokuwepo kwenye chama chetu akakiuka kanuni, sheria na utaratibu, vipo vyombo vya kumwadhibu huyo mtu. Akiwa kule kwenye chama kingine amekiuka. Sisi tutajuaje kwamba kule amekiuka kanuni? Sisi tutajuaje kwamba kule amekiuka kanuni? Tutajuaje kama ni ukiukaji wa kanuni ama ni mtu ambaye wamemtengenezea mizengo ya kisiasa na wamemuondoa? Tutajuaje? Tutakujua umekiuka kanuni pale utakapokuwa uko kwetu. Akao mtampokea. Utaratibu ambao uko ndani yetu, ambao umeweza kuufuata, ukishindwa kuufuata utaratibu ambao uko kwetu na miongozo ambayo iko kwetu, ipo taratibu za kamati za maadili zitashughulika na wewe. Kwenye wabunge, lakini hatuwezi kukupima wewe unavyotembea barabarani tukasema huyu amekiuka maadili. Hatuwezi. Kwenye wabunge 19 ambao wamefukuzwa na Chadema lakini bado wako ndani ya bunge, ni wangapi ambao nyinyi ACT mnatarajia kuwapokea?
Sisi wakija wote tunaweza tukawapokea wote. Wote wakija tunaweza tukawapokea wote. Ndio maana nimekwambia hatuchagui. Wote wanakaribishwa. Wakikaribia kuja wote, wakisema wote wanakuja wote tunawapokea. Lakini kuna wale ambao mtakuwa mmeanza mazungumzo nao na kuna wengine nadhani wanaelekea Chama cha Mapinduzi. Sasa hiyo sifahamu. Kwa wewe hiyo sifahamu. Hakuna wale ambao tayari mmeshaanza nao mazungumzo? Hiyo mimi sifahamu. Kama tumefanya nao, kama kuna watu ambao wamefanya mazungumzo na sisi, mimi sifahamu. Sijakutana na yoyote akafanya mazungumzo na sisi kwamba anataka kuingia kwenye chama chetu. Hiyo kwa kweli siwezi kufahamu. Wanaokwenda CCM pia siwezi kufahamu. Mtu anapotaka kujiunga na chama cha siasa ni dhamira yake yeye mwenyewe. Ni moyo wake mwenyewe unavomtuma kwamba sasa anataka kwenda kujiunga na chama fulani. Na kusema kwamba kufanya mazungumzo maana yake ni kwamba umeenda kumshawishi. Sisi tunashawishi watu wote. Watu wote tunashawishi kujiunga na chama chetu. Mmewafikia pia. Watu wote tunashawishi kujiunga na chama chetu. Wote. Kwa kuandika kwenye mitandao, kwa kusema kama hivi ninavyosema na wewe, wote tunawakaribisha. Mtu yoyote ambaye anajisikia hayuko salama pale alipo, kimbilio pekee ni ACT Wazalendo. Yeah. Labda kwenye wale 19 ni wanawake gani ambao wewe ukiwatazama unaona hawa wanawake ni miamba katika siasa za nchi hii na pengine we mwenyewe unatamani kufanya nao kazi ndani ya ACT Wazalendo? Ukweli mimi natamani kufanya nao kazi wote. Wote. Wale wanawake wote ni potential. Hakuna mwanamke mjinga pale. Wote ni potential. Wote mimi natamani kufanya nao kazi. Na baadhi nimeshafanya nao kazi na wafahamu vizuri. Kwa hiyo wote natamani kufanya nao kazi. Na sisi tunawakaribisha wote. Ndio. Kwa tutarajie mambo ya mapokezi yatatokea siku sio nyingi, kwa sababu tunasikia tayari mambo haya yanaendelea chini kwa chini. Janeti, mimi kidogo. Kama nilivyosema, mimi sijajua kama wanataka kujiunga na sisi, lakini kama wanataka kujiunga na sisi tuko tayari kuwapokea kwa mikono miwili. Kwa shangwe kubwa kabisa. Sio kwamba ngome ya wanawake mnaogopa kwamba wakija watapunguza idadi ya viti maalum, manake tena wakija wenyewe wanaingia kwenye mnyukano wa viti maalum vya ACT Wazalendo ambavyo ndo mnavitarajia labda mpate kwa mara ya kwanza mwaka 2025. No, mwanamke anayepata nafasi ya kwenda kwenye viti maalum ni mwanamke ambaye ana uwezo wa kwenda kwenye hiyo viti maalum. Na vipo vipimo vingi vya kuwapima hawa wanawake kwenda kwenye viti maalum. Mimi sioni kama sisi tunaweza tukaogopa jambo hilo kwamba eti tunaogopa wakija wao sisi tutakosa viti maalum. Hakuna mtu ambaye anaogopa. Kwanza wanawake wengi wa ACT, umeona juzi tumezindua kitu ambacho kinaitwa mwanamke mbele. Wanawake wa ACT Wazalendo wengi wanakwenda majimboni kwenda kupambana kwenye majimbo. Hakuna mwanamke wa ACT Wazalendo aliyekaa chini anasubiri wali kwenye sahani. Kila mmoja anakwenda kupambana. Ndio. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kabisa na wala hatuna hofu. Kabisa. Na wewe mwenyewe umekuwa ukisema mara kadhaa kwamba unalilea na kuliandaa jimbo la Uliankuru Tabora. Ndilo jimbo ambalo umetangaza utaenda kugombea ubunge mwaka 2025 wakati wa uchaguzi. Jimbo lako nalionaje sasa hivi? Limeiva au unaona bado ngoma ni ngumu? Jimbo liko vizuri. Jimbo liko vizuri sana. CCM wanahaa huko. Wanahangaika. Hata nilivyokuwepo kwenye uchaguzi wa serikali za mtaa walikuwa hawapati usingizi. Tafadhali. Kabisa. CCM hii unayojua wewe. Uchaguzi ukiwa huru, haki na wakuaminiwa, wanaanguka saa 3:30 asubuhi. Uliankuru. Kabisa. Umejipanga? Kabisa. Wagombea udiwani unao? Wote. Kata zote. Ndio. Sasa tunaingia vipi kwenye mchakato huu wa uchaguzi? Kwa sababu ACT Wazalendo imekuwa ikisifika sana kwa kusimamisha wagombea wengi. Kutoka mwaka 2015 imekuwa ikisimamisha wagombea wengi sana. Lakini wagombea wake wamekuwa na nguvu ndogo. Wagombea wanasimama kupata tu wagombea na kuna watu wamekuwa mpaka wakiwatania kwamba ni chama ambacho hata bendera mnazo nyingi kuliko wanachama. Kwamba popote utakapokatiza kwenye nchi hii ni rahisi kukuta bendera ya ACT na pepea. Lakini ukiwatafuta wana ACT wenyewe unakuwa unawatafuta kwa tochi. Umejipanga vipi kwenye uchaguzi huu kuwa na wagombea wenye nguvu? Badala ya kusimamisha tu wale ambao wengine zikipita kampeni wanajiunga na Chama cha Mapinduzi katikati ya kampeni. Hiyo kujiunga na Chama cha Mapinduzi watu sio ACT peke yake wanakwenda kujiunga na Chama cha Mapinduzi, wengi wanafanya hivyo. Na chama kinajengwa brother. Chama kinajengwa na hivi juzi mwenyewe umeona tumefanya uchaguzi
kwenye majimbo yote 264. Tumepita, tumefanya uchaguzi, tumejenga chama chetu kwenye maeneo mengi sana. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba ACT wapo, na mbali ya kuwa na wagombea ambao ni imara, lakini pia ACT tunakwenda kushinda kama uchaguzi utakuwa huru, wa haki na wa kuaminiwa. Yes. Mtashirikiana na Chama cha Demokrasia na Maendeleo kama mlivyojaribu kufanya mwaka 2020, ama mambo bado kuna hali ya kutokuaminiana baina yenu? Manake ni kama urafiki wa kuviziana hivyo wa ACT na Chadema. Hayo si ya mashirikiano, huwa ni mambo ambayo yanahusu vikao, sio maamuzi ya mtu mmoja. Sio Janet anaweza akatoka hadharani leo akasema sisi tutashirikiana na chama fulani. Hapana, ni jambo ambalo linahusiana vikao vya kamati vikae, kamati kuu ikae, halmashauri kuu ikae, iamue namna gani inakwenda kushirikiana na chama kingine ama vyama mbalimbali. Lakini sisi umetuona kwamba ni ACT Wazalendo ni watu ambao mara nyingi tumetaka kushirikiana na wenzetu. Kwa sababu tunaona ili dola, manake sisi hatushindani na Chama cha Mapinduzi, tunashindana na dola. Kwa hiyo ili tuweze kushindana vizuri na dola, tunahitaji mashirikiano makubwa ya vyama vyote vya siasa. Kwa hiyo ni muhimu sana vyama vyote vya siasa kuungana mahali pamoja na kuwa na mshikamano wa pamoja ili kuweza kungoa hicho chama dola. Manake CCM unajua siku ambayo polisi, vyombo vya dola vikaamua kutuacha sisi na CCM wanaanguka dakika 2 tu. CCM wanasaidiwa na dola. Hauwezi kusema CCM ipo. CCM inasaidiwa na dola. Kwa hiyo siku ili tuweze kupambana, lazima tuunganishe nguvu ili kuweza kupambana na dola. Lakini mpaka sasa hivi hakuna vikao vyovyote vinavyoonyesha dalili ya ushirikiano. Muda bado upo na mashirikiano yanaweza kufanyika. Yes. Na ukiangalia jinsi ambavyo tume za nchi tofauti, tume za uchaguzi zinaendeshwa, nyie ni muundo wa tume ya uchaguzi wa nchi gani ambao mnaamini kwamba ukitumika hapa Tanzania utaleta hayo mazingira mnaoita huru na haki? Unaweza ukaiga cha mwenzio lakini kisifanye kazi pale ulipo. Mimi naweza nikatamani maisha yako lakini yasiweze kufanya kazi kwenye maisha yangu. Kwa hiyo ni vizuri tukawa na misingi ya kwetu sisi na asili za kwetu sisi ili kuweza kufikia huo uchaguzi ambao ni huru na haki. Na watu wametoa maoni, imetengenezwa kikosi kazi hapa. Kimetoa maoni mazuri sana. Vyama vya siasa vimetoa maoni mazuri sana namna gani tume iweze kuwa huru na haki na ya kuaminiwa. Kwa hiyo mimi nadhani yale mawazo ambayo na maoni ambayo yametolewa kupitia kikosi kazi na namna nzuri ambayo vyama vya siasa vimeshiriki inaweza kutusaidia kupata tume huru ya uchaguzi. Wewe uligombea udiwani mwaka 2010 na ukashinda. Ndio. Kunduchi ukipitia Chadema. Ndio. Sasa hivi wapinzani wengi wanaogopa sana kushiriki uchaguzi, wakiamini mazingira ya uchaguzi sio huru na haki. Nataka nijue kutoka kwako, ni mazingira ya kisheria au matendo binafsi ya wasimamizi wa uchaguzi? Kwa sababu nikitazama sheria zimeboreshwa, nikitazama kwenye mzani naona zimeboreshwa kuliko zile zilizokuepo kwenye uchaguzi wa 2010 na 2015 ambao upinzani ulikuwa ukishinda viti vingi. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema nchi kwa katiba hii ya nchi yetu tukipata rais ambaye ni dikteta, hii nchi itaharibika sana. Na sisi tumeona toka awamu ya 5 tumepata kiongozi ambaye hataki demokrasia. Na ana historia, alikuwa na historia huko kwao. Kwamba yeye alikuwa anashinda, mpinzani wake anaenda kumwekea trekta kwenye mlango, hawezi kutoka siku ya uchaguzi kurudisha fomu. Alikuwa ana tabia hiyo kwamba anataka kwenda kuchaguliwa kupita bila kupingwa. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba kwa dhamira za watu zikiwa njema, tunaweza wakati tunaelekea kwenye mifumo kubadilisha katiba yetu ili isiwe katiba ambayo akiamka mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi anaweza kufanya chochote wakati wowote ambaye ndo anakuwa rais wa nchi hii. Tuna uwezo wa kufanya mabadiliko makubwa. Huko nyuma tumekuwa tukishinda, lakini pia kwa Mbinde hatukushinda kirahisi. Hata mimi nilivyotangazwa kuwa diwani sikutangazwa kirahisi. Tumefanya uchaguzi leo, majibu yametoka leo, nimeshinda kutwa nzima. Tuko kwenye mchakato wa kupiga kura. Usiku kucha tumelala kituoni,
mchana kutwa tumeshinda kituoni, nimekuja kutangazwa jioni kesho yake. Wakati tayari mimi majibu ninayo, maana yake ni zile karatasi za matokeo tayari ninazo, nimeshapiga hesabu, nimeshashinda, lakini mtendaji wa kata ambaye ni msimamizi wa uchaguzi hataki kutangaza. Alitangaza kwa lazima, tuliweka mashinikizo ya kutangaza. Ikabidi atangaze. Tuliweka watu wa kuzunguka nyumba yake. Tuliweka watu wa kuzunguka gari lake. Tuliweka vitisho, ndio akatangaza. Kwa hiyo ina maana hii nchi bado inahitaji tume huru ya uchaguzi, lakini pia tunahitaji katiba ambayo itatusaidia kupata hawa watu wasiwe wateuliwa wa rais ambao ndio wanakwenda kusimamia hizi chaguzi. Tupate watu ambao watakwenda kupitishwa na bunge, wawe tutengeneze tume huru ya uchaguzi. Lakini tusipokuwa na tume huru ya uchaguzi, tutaendelea kuwa na hawa vibaka ambao wanataka kupitisha Chama cha Mapinduzi. Mimi mtendaji ameweka simu yake mezani, anamuuliza mgombea mwenzangu, nimtangaze au unasemaje? Yaani msimamizi wa uchaguzi anabageni na mgombea mwenzangu kwamba atangaze au afanyeje. Kwa hiyo na sisi tulishtukia ile. Baada ya kushtukia ile tukaweka nguvu ya kumwambia kwamba usipotangaza kitakachokuta familia yako mwaka ni hiki. Mwaka 2010. Kwa hiyo hakuna mahali ambapo mgombea wa upinzani ameshinda kirahisi. Hamna, kwa sababu tu ya mazingira. Na ndio maana nasema hivi karibuni imeibuka kelele nyingi kwamba tupate tume huru ya uchaguzi, tupate katiba mpya. Kwa sababu huko nyuma tulivumilia, japo kulikuwa hakuna hilo wimbi kubwa sana la watu kutokutangazwa. Na ukumbuke baada ya uchaguzi huo wa 2015 kuwa mheshimiwa marehemu hayati Magufuli aliwahi kusema siku moja kwamba nikuteue mimi alafu uende ukamtangaze mpinzani, utakuwa utaki kazi. Maana watu walikuwa wanatishwa, hata hao ambao wanapaswa kutangaza kuwa kwenye tume huru kuwa kwenye tume ya uchaguzi, wanatishwa kwamba watapoteza ajira kama hawatatangaza Chama cha Mapinduzi. Unadhani ni kwa nini wananchi ambao zamani walikuwa wakishinikiza mtangazwe washindi sehemu mlizoshinda na ilikuwa inatangazwa, wanashinikiza mpaka mnatangazwa kuanzia 2020 ni kama hawana habari na nyie mnalalamika peke yenu tu, watu waoni au wananchi ambao zamani walikuwa wakizunguka eneo la kutangazia na kushinikiza? Ndio maana tunasema sasa tuna haja ya kurudisha morali kwa wananchi wetu. Tuna haja ya wananchi warudi waweze. Yametokea mambo mengi hapa mtangazaji. Yametokea matukio mengi sana. Watu wametekwa, watu wameuawa. Hakuna mtu ambaye anapenda kuona kwamba anaweza kupoteza maisha. Kwa hiyo kuna sababu ya kutengeneza makada ambao watakuwa na ile morali ya kuhakikisha kwamba wanakwenda kupambana. Na wapo, sasa hivi wapo, wameanza kurudi na tumeanza kutengeneza makada ambao wafia chama ambao wanaweza kusimama kuhakikisha kwamba hao watu wanatangazwa. Ndio. Sasa kwa sababu muda wetu umekimbia sana na tuko mwishoni, labda utugusie kidogo kuhusiana na hali ya siasa Zanzibar ambako nyinyi mnaunda serikali ya umoja wa kitaifa, chama cha ACT Wazalendo. Mpo vipi, mguu pande mguu sawa kuelekea kwenye uchaguzi au huko nako mashaka yametawala? Mashaka yametawala nchi nzima. Hakuna Zanzibar, hakuna bara. Mashaka yametawala nchi nzima. Na katika kutawala mashaka nchi nzima, mtindo wa kujipanga namna gani nzuri tutakwenda kwenye uchaguzi, nimesema bado ni mambo ambayo yanaweza kuwepo chini ya carpet. Namna ambavyo uchaguzi unatakiwa kufanyika ama kutokufanyika kwa uchaguzi huu uliokuwepo. Kwa hiyo ni namna ambavyo vyama tunajipanga, kwa sababu mashaka yapo pande zote. Tena kama Zanzibar wamekuwa wakishinda mara nyingi tu, lakini mara nyingi wamekuwa wakiibiwa uchaguzi. Kwa hiyo bado tunapambana maeneo yote, bara na visiwani tumeendelea kupambana. Kwa dakika moja zungumza na wanachama wa ACT Wazalendo ambao bado na wenyewe inawachanganya hii kwamba ACT Wazalendo watu wajipange kuingia kwenye uchaguzi wa mwaka huu au wasubiri maelekezo mengine, ama mnaenda na mdundo wa no reforms no election? Kwanza hakuna mwana ACT yoyote aliyochanganyikiwa. Labda umechanganyikiwa wewe mtangazaji. Hakuna mwana ACT yoyote aliyochanganyikiwa. Wana ACT wote wanajua nini cha kufanya. Kwa hiyo nachoweza kuambia wana ACT, vile tulivyokubaliana ndio hivyo tutakavyokwenda. Sasa vile vipi jamani? Wanajua wao. Sina sababu ya kuambia kwenye kama mambo haya yanafichwa. Ndio nakwambia wao wanafahamu. Vile tulivyokubaliana ndivyo hivyo tutakavyokwenda. Wanataka, tunataka, hawataki na si hatutaki. Hivyo.
una maana gani? Wanataka hiyo tafsiri wao wanaielewa. Si umeniambia niwaambie wana ACT Wazalendo vile tulivyokubaliana. Wanataka tunataka, wataki hatutaki. Hivyo hivyo. Kwa hapo wamekuelewa vizuri. Wamenielewa vizuri sana. Nilokwama ni mimi peke yangu. Nilokwama ni wewe peke yako mtangazaji. Yeah. Haya. Janet Joel Rite, mwenyekiti wa ngome ya wanawake wa ACT Wazalendo Taifa, na tumekuwa na mazungumzo marefu kupitia One on One hapa Wasafi TV. Asante kwa wewe ambao umefuatilia One on One siku ya leo kutoka hapa Mbezi Beach, Dar es Salaam, studio za Wasafi TV zilipo. Shukrani za kipekee kwenye timu yote ya uzalishaji wa kipindi hiki ikiongozwa na Salu Maganga, Baba Nahia. Lakini pia asante kwa Romi 255 na nikushukuru pia Chuma Constantino sambamba na Ibrahim. Tumekuwa hapa na Maalim Ibrahim pia hapa kwenye kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri sana. Mpaka wakati mwingine tena, na tukutane hapa kila Jumatatu saa 1 usiku. Lakini pia unaweza kupata nafasi ya kutazama marudio ya kipindi hiki kwenye siku tofauti. Sisi ni Wasafi TV, tunasema Africa is watching. One on One with Charles William.